Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Leo kuna swala moja nataka niwakumbushe au niweze kuwafunza au kuwaelekezeni. Wengi wetu tunapokuwa tumepata habari au kupata funzo fulani juu ya matumizi ya dawa ya kuweza kusafisha mwili, kusafisha nyota, dawa ya uvuto. Aidha labda funzo hilo umelipata hapa mtandaoni, ukajifunza, ukachukua ile taaluma ya kuchanganya dawa hii na hii itakusaidia katika swala la kuweza kusafisha mwili. Au mtu akakufunza ana kwa ana tu kwamba chukua kitu fulani basi kitakuweza kukusaidia katika kusafisha mwili wako na kitaweza kusafisha nyota yako. Lakini cha ajabu kinachokuja, watu wengi sasa wanalalamika kwamba tunapotumia dawa, mfano nikachukua hiyo dawa nikatumia wiki moja, wiki mbili, mpaka mwezi mzima watu tunafikisha katika matumizi ya dawa. Lakini cha ajabu kwamba unaweza kujikuta kwamba mtu asifanikishe lile lengo lake alilolikusudia. Ametumia dawa ya uvuto lakini ule uvuto ambao anaotarajia yeye haupati. Anachukua dawa, anatumia kwa ajili ya kusafisha nyota, lakini mwisho wa siku matarajio ya usafishaji wa nyota yake hayawi. Ni kwa nini? Kwa sababu gani inatokea hivi? Kwa sababu kuna kitu kimoja ambacho unakuwa umekiacha, ambacho hichi kitu ni katika utaratibu au milolongo mizima ya ufanyaji wa kazi wa dawa za asili katika mpangilio wa tiba zetu hizi za asili. Kitu ambacho sisi tunachokisahau, tunasahau vile vinavyotuchafulia sisi nyota zetu, tunavisahau vile ambavyo vinavyotuvurugia uvuto wa mwili au uvuto wa biashara. Ni vitu gani hivyo? Vitu vinavyoharibu ni uchawi pamoja na majini mashetani. Hivi ndivyo vitu ambavyo vinavyotuharibia. Sasa utakapokuwa unakimbilia kutumia dawa ya uvuto, unakimbilia kutumia dawa ya kusafisha nyota, alafu mwisho wa siku unaviacha vile vinavyozuia, vile vyenye kukuharibia, vikiwa vile, kamwe hutoweza kufanikisha zoezi lako la usafishaji wa nyota, usafishaji wa mwili. Kwa hiyo utakulazimu kwanza uondoe vile vizuizi, uondoe vile vipengamizi vinavyokuharibia wewe mfumo mzima wa mwili wako. Tukizungumzia nyota, tukizungumzia uvuto na vitu vingine katika mwili ambavyo unavihitaji viende vizuri. Kwa cha kwanza, usikimbilie kutumia dawa za uvuto, usikimbilie kutumia dawa za kusafisha nyota kabla haujaweza kuondoa vifungo, kabla haujaweza kuondoa vizuizi vinavyokuharibia mfumo mzima wa maisha yako. Hicho ni kitu cha kwanza. Kwa hiyo inabidi sasa ukae chini, utathmini ni kitu gani ambacho kinachoniharibia mimi katika maisha yangu. Kama utakuwa labda unazongwa sana na matatizo ya kichawi, kabla kutumia dawa za uvuto, tibu kwanza huo uchawi wako unaokuandama. Kama wewe unajiona kabisa mimi ninasumbuliwa na matatizo ya majini, basi chukua fursa ya kwanza kuchukua dawa sawa za kuondosha majini. Alafu kisha baada ya kutibia hilo tatizo lako la majini na uchawi, ndipo uchukue sasa dawa za uvuto. Hapo utapata majibu sahihi. Nadhani nimeeleweka. Ujumbe wangu wa leo, usikimbilie kutumia dawa za uvuto kabla ya kuondoa vipengamizi vinavyokuharibia uvuto. Usikimbilie kusafisha nyota kabla ya wewe kuondoa hivyo vilivyokuharibia nyota yako. Ondoa kwanza vifungo vya kichawi, ondoa vifungo vya majini, ondoa matatizo yale yote ambayo yanakuharibia wewe, alafu baada hapo ndipo utumie dawa za uvuto. Sawa Nadhani tumeelewana. Kwa hiyo tusikimbilie kutumia tu dawa za uvuto, tusikimbilie kutafuta dawa za asili kwa ajili ya kusafisha nyota ikiwa tunayaacha yale ambayo yanatuharibia sisi nyota yetu, yale ambayo yanatuharibia sisi uvuto wetu, vile vilivyozuia mambo yetu. Tuondoe kwanza vile vizuizi, alafu kisha ndio tutumie dawa za kusafisha mwili.